Zaidi ya watu milioni 300 wa nchi za Afrika wanatarajia kutumia matumizi ya nishati safi ambayo itasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ifikapo 2030. Ametoa kauli hiyo makamu wa pili wa rais Hemedi Suleiman Abdullah wakati akimwakilisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango katika ufunguzi wa mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi huko Hotel Verde mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Amesema hadi sasa bado watu milioni 600 katika nchi za Afrika hawatumii nishati safi, hivyo atahakikisha jamii inatumia nishati hiyo kwa kiasi kikubwa na kutoa suluhisho ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kuamsha salama. Lakini kimsingi tumefungua mkutano huu, mkutano una umuhimu sana kwa Tanzania, lakini una umuhimu sana kwa Afrika. Mambo makubwa hasa ya kuzingatia kwenye mkutano huu ni mambo matatu. La kwanza ni issue ile ya agenda ya clean cooking ambayo kama ambavyo mnafahamu champion wa jambo hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili ni issue ya ile connection ya 300 million people ya kuunganisha kwenye grid watu milioni 300 hata ikifika kipindi cha mwaka 2030. Kati ya watu milioni 600 ambao hawajaingia kwenye grid. Kwa hiyo tunategemea hata ikifika mwaka 2030 tumeunganisha kwenye grid watu milioni 300 wa Afrika kuingia kwenye grid, kwa maana hao watu wote kupata umeme. Lakini la tatu kuweka msimamo kwenye mkutano wa COP30 ambao unategemewa mkutano huu kufanyika mwezi Novemba nchini Brazil. Hayo yalikuwa ndio mambo makubwa matatu kwa mkutano huu wa leo. Lakini nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana nchi mbalimbali ambazo zimekuja kusupport. Lakini kuna finance hapa wa nchi mbalimbali, lakini kuna nchi wawakilishi wa nchi zaidi ya 60 ambao wamekuja hapa kutuunga mkono, na kwa hakika mwelekeo wa Afrika unakwenda kuwa vizuri. Na mashirikiano haya ambayo yanaonekana ni ishara ya maelekezo mazuri ya viongozi wetu ambao wanakwenda kusimamia katika mataifa yao, lakini kuleta umoja wa Afrika na Waafrika ili tufanikiwe lazima tuwe pamoja tuweze kutekeleza haya ambayo tumekusudia kuzungumza. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais Harus Said Suleiman amesema mkutano huo utaweza kusaidia na kupata suluhisho muhimu kwa nchi za Afrika katika mabadiliko ya tabia nchi na kupata maendeleo endelevu. Kwa kweli hapa Zanzibar ni kwetu sote wana Afrika, na tunakuombeni mjione mko nyumbani kwenu. Karibuni sana Zanzibar na Tanzania. Zanzibar ni visiwa viwili, yaani Unguja na Pemba. Ni visiwa mwanana vyenye fukwe na hewa nzuri, historia nzuri na utamaduni unaovutia. Kuwepo kwenu hapa leo ni kielelezo cha umuhimu mnaoweka kwenye masuala yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi, na dhamira yenu njema kwa mijadala itakayofanyika kwa siku hizi 3 mtakazo kuwepo hapa ni ya msingi sana katika utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi na makubaliano ya Paris. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya maandalizi ya mkutano huu muhimu kwa juhudi zao za kizalendo za kuandaa vizuri mkutano huu. Naomba tujipigie makofi. Mkutano huu wa kundi la majadiliano la Afrika la mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi chini ya uwenyekiti wa Tanzania. Tukio hili ni muhimu katika kuimarisha ushawishi kwa nchi za Afrika kwenye sera za mabadiliko ya tabia nchi kikanda na kimataifa. Nina imani kubwa kuwa mkutano huu utaibua suluhisho la maana
litakalosaidia kuimarisha msimamo wa Afrika katika mkutano ujao wa 62 wa bodi ya mkataba unaotarajiwa kufanyika Juni mwaka huu 2025 huko Bonn, Ujerumani, na baadaye mkutano wa 30 wa wanachama wa mkutano wa mkataba wa COP30 utakaofanyika Novemba mwaka huu huko Berlin nchini Brazil. Na kuombeni sana muendelee kuwa wajasiri na wazalendo wa Afrika katika kutoa mapendekezo yenu na muwe na dhamira thabiti katika utekelezaji wake, kwani ajenda zilizopo mbele yenu ni muhimu sana kwa mustakabali wa Afrika katika masuala yanayohusu mabadiliko ya tabianchi na unategemea michango na maamuzi yenu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu wapendwa, mabibi na mabwana, kama tulivyoelezwa kwa mkutano huu umewaleta kwa pamoja wadau muhimu ambao ni viongozi kutoka taasisi za serikali, maafisa viungo, waratibu wa majadiliano, bodi za kikanda, taasisi za Umoja wa Mataifa, Secretariat ya mkataba wa wawakilishi wa wenye viti wa mikutano wa 29 na mkutano wa 30, wadau wa maendeleo, asasi za kiraia, wawakilishi wa vijana na vyombo vya habari kutoka nchi za Afrika. Ajenda zilizopo mbele yenu ikiwemo masuala ya fedha, kuhimili mabadiliko ya tabianchi, mifumo ya masoko na isiyo ya masoko ya biashara ya carbon na mahitaji ya mahususi ya bara la Afrika ni muhimu katika maendeleo ya nchi zetu. Hivyo mnaomba kutoa uzito katika majadiliano ya masuala mbalimbali ambayo ni muhimu katika maendeleo endelevu ya bara la Afrika. Mkurugenzi msaidizi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ofisi ya makamu wa rais kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Kaizo Manyika amesema kwa upande wa Zanzibar zaidi ya 30% ipo chini ya usawa wa bahari na inatarajia kupata athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo ni vyema kutumia fursa hiyo kulinda miundombinu hiyo ili kupunguza mambo yanayosababisha athari ya maeneo hayo. Iko chini ya usawa wa bahari, kwa hiyo ni rahisi kuvamiwa na maji ya bahari ambayo yanaingia katika eneo ambayo yako chini bahari na kuzuia na kuharibu miundombinu pamoja na hali ya kilimo. Lakini kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ina ukanda wa pwani ambao ni kama kilomita 1400 kutoka Tanga mpaka Mtwara. Maeneo yote hayo yana changamoto ya mabadiliko ya tabia, kuvamiwa na maji ya bahari ya chumvi na kuharibu miundombinu. Tuko katika harakati za kujenga miundombinu katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano tulianzia na Dar es Salaam, tukajenga ukuta wa barabara wa Obama, tukajenga kule Kigamboni karibu kilomita 1.4 zilijengwa za ukuta, na kule Tanga ilijengwa mita 995 wa bahari. Lengo ni kukinga na kuzuia maji ya bahari yasile nchi kavu na kuharibu miundombinu. Lakini zaidi ya ukanda wa pwani, katika nyanda nyingine kuna mafuriko yanatokea kila mara. Dar es Salaam ndio eneo ambalo ni mfano mzuri wa mafuriko ambayo yanatokea kila mara, kila tunashuhudia. Hata mwaka huu inazuia miundombinu. Kwa hiyo miundombinu hiyo namna kuiboresha na kuiweka vizuri isilete athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan na kuvamia katika makazi ya watu. Lakini sio miundombinu tu ya makazi katika maeneo ya makazi. Vile vile kwenye upande wa chakula tunalima sana, lakini sangine unatokea ukame ambao una asili katika maeneo mengi, na kuna vile kuna mifugo ambayo inaharibika kutokana na mabadiliko. Kwa upande wake mwenyekiti wa AGN Richard Munyungi amesema atahakikisha wanaunganisha na kushajihisha wadau wa nchi mbalimbali kuhakikisha upatikanaji wa fedha kwa kudhibiti hali hiyo na kupunguza gesi joto ili kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Afrika ina nguvu sana katika majadiliano haya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na ni mara ya kwanza tangu kundi hili lianzishwe tumekuwa na ushiriki wa takriban 100%, kwa sababu ni nchi mbili tu zimekosekana, Cape Verde na DRC, lakini nchi nyingine zote zipo.
Kwa hiyo mkutano huu kubwa ambao tunalitarajia ni kwamba tutatoa maamuzi yani jinsi gani masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa yanashughulikiwa kwa mwaka mzima na mambo gani ya msingi ambayo Afrika inataka yasimamiwe tunapoelekea katika mkutano mkubwa wa nchi zote duniani wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi utafanyika mwezi Novemba nchini Brazil katika mji wa Belém. Sasa tunayo mambo kama manne. Moja, kuna swala kubwa ambalo tumekuwa tukilipambania, kuongezeka kwa fedha ambazo tunataka zitusaidie kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tulikuwa tunatarajia mwaka jana kwamba fedha zingeongezeka kutoka bilioni 100 mpaka trilioni 1.3, lakini fedha hizi hazikuongezeka kwa sababu mbalimbali. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya nchi zimejitoa kwenye mkataba, lakini ukubwa katika mkutano huu ni kwamba tutakubaliana mpango kazi wa kuhakikisha fedha zinapatikana kabla ya mwaka 2035, na mpango kazi huu unatakiwa uwe umekamilishwa na upitishwe katika mkutano ujao kama nilivyosema unafanyika mwezi Novemba. Eneo la pili kubwa ambalo tunaliangalia, kila nchi duniani imeambiwa iweke mikakati ya kupunguza gesi joto na kuongeza uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi nchi zote duniani zinaandaa ripoti ya 3 kuonyesha wanavyofanya hilo jambo. Sasa kubwa sisi tunaloliangalia, hatuwezi tukaongelea kupunguza masuala ya gesi joto bila kuangalia fedha tunazipata wapi hasa za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tutachambua hizi ripoti kama Afrika, na kama mwenyekiti tunatakiwa tuhakikishe kwamba tunapeleka taarifa moja itakayoelezea ni mambo gani ya msingi tunataka yatimizwe katika ripoti hii. Nao wadau mbalimbali wana haya ya kusema. Excellency Vice President have been given 2 assignments. One, to provide introductory remarks, and the second, to introduce guests from different parts of the world who have been joining here today. Some are physically here and some are joining virtually to discuss this important issue on climate change. I'm excited to share the priorities of the G20 Environment and Climate Sustainability Working Group under the South African Presidency. But first of all, let me indicate that the G20, for those that might not be aware, it is an intergovernmental forum of the world's 20 major economies, representing 85% global GDP, 75% of international trade, as well as 80% of global greenhouse gas emissions. It's a great pleasure and honor to be part of this important gathering of Africa's most foremost climate negotiators and experts. I'm standing, as I shared earlier on behalf of Dr. Rose Webaza. So on behalf of the United Nations Environment Program, I extend our heartfelt congratulations for Tanzania to assume the role of chair of the Africa Group of Negotiators, convening the meeting in Zanzibar. The beautiful Zanzibar, which I'm visiting for the first time. I'd like to obviously recognize the Vice President for gracing us for his presence, demonstrating the leadership of this country to climate action, but also to the first Deputy Vice President of Zanzibar for being here. It goes to underscore how much this country is about climate action. My good friend Richard here, when he invited me, I could not say no. He was quite convincing, and I'm glad to be here to join you all. I want to also acknowledge the incredible role that Africa has played to AGN that made it possible for our fund to see the day. This has been in the making for 3 decades. Africa, to the negotiation, to the advocacy, has been extremely vocal and underscoring the sense of urgency and why this fund is actually. Our action agenda recognizes that the innovation and inclusivity are key to climate progress. Green Digital Action of COP29 Presidency Initiative, endorsed by their more than 1,000 stakeholders, with forest and mobile apps for clean energy access.
many of which can empower African entrepreneurs and communities. We also established coalitions focusing on climate, health, climate and trade, climate and human development, reflecting the holistic approach that places people at the center of climate action. Mkutano huo wa siku 3 ulioanza leo April 28 na kumalizika April 30, 2025, ambao una lengo la kujadili mabadiliko ya tabia nchi na jinsi gani ya kukabiliana nayo kwa kupatiwa ufumbuzi. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaituni Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.